Na mahakama moja ya Milimani inayosikiza kesi ya kifo cha Rex Masai imewaruhusu mashahidi wengine watatu wapya kutoa ushahidi wao kwenye kesi hiyo. Hii ni baada ya huduma ya kitaifa ya polisi kusema ushahidi kutoka kwa mashahidi hao watatu unaweza kusaidia kutambua kilichosababisha kifo cha mwathiriwa huyo mwenye umri wa miaka 29. Kwa habari hiyo na nyingine, ufuatao ni mkusanyiko wa habari zetu kutoka mahakamani. Kwenye uamuzi wake uliotolewa kupitia kwa njia ya mtandao, mahakama hiyo ilisema uchunguzi lazima uzingatie haja ya kutafuta ukweli na mahitaji ya kikatiba. The issue for determination is whether the National Police Service has established sufficient grounds and justification to warrant the summoning of additional witnesses in light of the evidence already adduced. That duty, however, must be exercised alongside the equally important obligation to ensure that proceedings are conducted efficiently and without unnecessary delay. Hakimu anayesikiza kesi hiyo Geoffrey Onsarigo aliwaruhusu mashahidi zaidi kutoa ushahidi wao, lakini akaonya kwamba hakuna mashahidi zaidi wataokubaliwa kutoa ushahidi wao au wale ambao tayari wametoa ushahidi kuitwa tena kutoa ushahidi ila tu watakapohitajika. The court is therefore satisfied that allowing the testimony of the proposed witnesses will serve the ends of justice without opening the door to an unrestrained or piecemeal reopening of the inquests. Kwingineko, mahakama kuu ya Embu imesimamisha kukamatwa na kushtakiwa kwa hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Kangema Martin Kinyo Mutegi. Agizo hilo linaisimamisha mahakama ya kushughulikia kesi za ufisadi ya Milimani kutoa kibali chake cha kukamatwa kwa Mutegi, huku ombi lake likiwa lingali mahakamani. The doctor has advised he's not fit yet to stand trial. He's under medication. Mwenzake ambaye ni afisa wa urekebishaji wa tabia alijibu mashtaka wiki hii. Kesi hiyo itatajwa tarehe 19 mwezi wa Agosti mwaka huu. This matter shall be mentioned 19th August 2026 at 9 a.m. Bruce Mayoyo, Darubini.